Watu watatu wamefariki dunia na wengine 15 kujeruhiwa mara baada ya gari waliokuwa wakisafiria kupata ajali huko maeneo ya Tunguka Woshi. Akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo, kamanda polisi mkoa wa Kusini Unguja, kamishna msaidizi mwandamizi Daniel Shila amesema gari yenye namba 273 NK ruti namba 339 ya chuo kikuu iliyokuwa kiendeshwa na dereva Ahmed Faki Jecha mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Daraja Bovu. Gari yake iliacha njia na kuelekea upande wa pili wa barabara na kugongana na gari ya mzigo yenye namba Z578 GB aina ya Kenta iliyokuwa ikiendeshwa na Maulid Musa Makame mwenye umri wa miaka 46, mkazi wa Magogoni. Akitaja majina waliofariki dunia ni pamoja na dereva wa gari ya mizigo Maulid Musa Makame, Haji Jecha Haji, kondakta wa gari chuo kikuu na watatu ambao bado hawajafahamika majina yao, na amesema sababu ya ajali hiyo ni mwendo kasi wa dereva wa gari ya ruti 339 wa chuo kikuu na kusababisha vifo vya watu watatu na majeruhi 15. Tukio hili limetokea mnamo tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2025 majira ya saa 3:15 asubuhi huko eneo la Tungu katika wilaya ya Kati Unguja. Gari namba ZD 732 NK aina ya Coaster ambalo linabeba abiria ruti namba 339 ambayo ilikuwa ikiendeshwa na mtu anayeitwa Mohamed Faki Jecha mwenye umri wa miaka 42, ni Mshirazi na mkazi wa Daraja Bovu, akitokea Kibele kuelekea Jumbi. Gari hiyo akiendesha kwa spidi kubwa na ikamshinda kuimiliki kiasi cha kuhama njia kutoka kwenye njia inayokwenda mjini, ikahamia upande wa pili na kugonga gari ya mizigo hii aina ya Kenta yenye namba Z578 GB ambayo ilikuwa inaendeshwa na mtu anaitwa Maulid Musa Makame mwenye umri wa miaka 46, ni Mshirazi na mkazi wa Magogoni, mkoa mjini Magharibi. Daktari dhamana hospitali ya wilaya Mwera Pongwe, Dr. Mohamed Mambi, amekiri kupokea kwa majeruhi 18. Kati ya hao watatu wamepewa rufaa kwenda hospitali kuu ya Mnazi Mmoja na wawili wako katika chumba cha uangalizi wa daktari, na waliobakia wamepatiwa matibabu na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Jeruhi wote tuliopata ni 18, 8 wanawake, 6 wanaume, 1 mtoto mchanga na watatu wote tumefanikiwa kupata majina yao, lakini kasoro mmoja tu aliyefariki, mmoja ndo watu. Hao wengine wote wanaendelea na matibabu, na mtoto mchanga ambaye tayari amesharuhusiwa, mwingine anaendelea kwa uchunguzi zaidi, na maiti tayari tushazipeleka Mnazi Mmoja kwa ajili ya hatua ya uchunguzi na hatua za kiusalama zaidi. Mapema mkuu wa wilaya ya Kati, Mheshimiwa Galo Sinyimbo, amefika katika hospitali ya wilaya Mwera Pongwe kuwaona majeruhi wa ajali hiyo na kuombea kwa Mwenyezi Mungu wapone kwa haraka, na kuwataka ndugu na jamaa walioondokewa na watu wao kuwa na moyo wa subra katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo, huku wakiwataka madereva kuachana na mwendo kasi ili kuepusha ajali. Lakini pia natoa wito kwa madereva kujiepusha na ajali hizi ambazo zinaweza kuepukika, kwa sababu ukiangalia eneo ambalo limetokea ajali si eneo la kutokea ajali. Barabara pana, barabara safi, njia 4, lakini kwa uzembe wa madereva waweza kutembea na kukimbizana, kuacha barabara na kuruka na kutokea ajali mbaya kama hii asubuhi. Kwa hiyo natoa wito kwa madereva waweze kutumia barabara vizuri. Kuna sababu yoyote ile ya kusema zitokea ajali kama hizi ambazo zinaweza kuepukika. Matokeo yake yanagharimu maisha ya watu wengine ambao walikuwa ni watu ambao ni tegemezi za familia zao. Kwa hiyo sisi kama serikali tutaendelea tena kutoa pole sana na kuwapongeza madaktari
Nao mashuhuda wa ajali hiyo wametoa wito kwa madereva kufuata taratibu za barabara, ikiwemo ya kuto kuendesha mwendo mkubwa kwa kisingizio cha kukimbilia abiria, pamoja na kuwa makini wakati wowote wakiwa barabarani, hususan kipindi hiki cha mvua, ili kuepusha ajali. Clip mashuhuda. Ni miongoni mwa mmoja kati ya waliopata ajali ambaye anauguliwa kwa sasa, lakini sihaba, nashukuru Mungu kwamba tumepata huduma vizuri, tumepokelewa vizuri wakati tunafika hapa na wabunge wetu. Pia tunashukuru serikali kwa kutuangalia sana tunapokuwa kwenye kipindi kama hiki cha emergency. Lakini wito wangu kwa madereva ni kupunguza mwendo, hasa kuzingatia kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha, barabara zinakuwa zinateleza mara kwa mara. Kwa hiyo wito wangu tuwe na tahadhari sana, tufuate sheria za barabarani ili kupunguza wimbi la ajali. Mwendo barabarani ili kupunguza wimbi la ajali, kuchomoza mara kwa mara.